Malaika baada ya kufikishwa hospitalini, boyfriend yake akiwa juu ya kitanda, akijiuliza kitu gani ambacho kimemtokea, kwa sababu hata majibu hakupata. Akawa anamwangalia sana kwa uchungu, huku akimuuliza shida nini Malaika, na huku akimwangalia na kumsogelea na kumkumbatia na kuongea naye kwamba usingefanya hivyo. Hilo ni jambo moja hatari sana. Kutokana, kwa nini unakuwa na hasira? Unajua kabisa hatuna mtoto. Na kuomba usifanye hivyo. Malaika hakujibu chochote zaidi ya kumwangalia tu. Basi na kuomba sitorudia tena vipingamizi vyote hivyo, na natumai mtoto wetu atapona. Akajitahidi kuongea maneno mengi, lakini Malaika akamwambia kwamba akifariki basi, kwa sababu ni changamoto tu ambayo imetokea, sio changamoto, lakini subiri kwanza nifanye mpango wa kwenda kumcheki daktari, kwa sababu hadi dakika hii hajanipa majibu aina yoyote ile baada ya kufikisha hapa, ila natumai mtoto wetu atakuwa salama. Akambusu, then akamwangalia Malaika na kumwambia asante sana kwa kutuletea ujauzito, ila nakuomba itunze vizuri, usije kufanya jambo lingine lolote la maana ambalo sio la maana. Akanyanyuka na kuondoka zake. Malaika akamwangalia na kuegemea pembeni. Malaika akiwa katika gari akimwangalia boyfriend wake akiwa anaongea na daktari kuhusu swala lao, na huku daktari akamsisitiza kuwa makini, alikuwa amekunywa sumu huyo. Kwa hiyo uwe makini naye na ukaribu zaidi, usiwe unamletea manyanyaso. Boyfriend wake akiwa amekasirika na kumwangalia Malaika kwa hasira zaidi, na kuenda kuelekea katika gari, akafungua mlango na kuingia kwenye gari, then akamwangalia tena, akajishika kichwa na kuanza kusikitika hivi, kumbe ulikunywa sumu, kwa nini ufanye hivyo? Lakini Malaika hakujibu chochote zaidi ya kumwangalia tu na kutabasamu kidogo na kumwangalia tena, akamwambia usiwewe. Lakini boyfriend wake akamwangalia kwa hasira, sikutaka, unajua kabisa mimi sina mtoto, alafu unaletaje habari hizo. Aliongea kwa hasira na kuwasha gari. Sophie akiwa anazungumza na simu, huku akiwa na msisitizo baada ya kuongea na mdogo wake Princess na kumwambia nahitaji urudi nyumbani, kwa sababu tabia zako zote nimeshazisikia. Kwa nini unakuwa hivi mdogo wangu? Kwa nini? Kwa nini? Akiwa anazungumza kwa msisitizo zaidi. Sophie akiwa mpole amelala na Tony na kuanza kujisikilizia. Lakini dada, kwani shida nini? Achana naye. Akakata simu akajifurahisha na kumwangalia boyfriend wake Tony. Baada ya kutoka kwa David akaingia kwa Tony. Yaani huyu Princess yeye ni mtu kazi yake ni kugawa tu, hana haribu wala nini. Katoka kwa rafiki ambaye kitanda hiki akaingia kitanda cha pili ambacho cha rafiki pia. Yaani chumba kizima yeye ndo mwanamke, wapo wanaume wawili. Kwa hiyo huyu akimsumbua anaingia kwa huyu, na hivyo baada ya kuongea sio kwa sababu dada muda wote anakuja, kwa hiyo inabidi acha nijiandae ili niondoke. Vipi tena? Kwa nini? Leki akatulia pale Tony na kulala bila shida. Huku tunamuona Sevo ambaye ni mama yake na Weki, sometimes anamuita dada, akiwa anazunguka tu na kuangalia pembeni, akamuona Weki pamoja na Bikoyo wanaingia ndani, na akamwambia kwa msisitizo, mmekuja kufanya nini? Na wewe nilikuambia nini kuhusu kuja hapa? Lakini mama, lakini nini? Nimeshakwambia sihitaji nikuone mama, nimeshakuwa mtu mzima, kwa hiyo unatakiwa nipe nafasi. Nafasi gani? Na huyu unajua kabisa baba yake ni mkali. Mama usijali kuhusu baba, mimi nitalimaliza. Mtalimaliza vipi? Mbona ni wiki unaniumiza sana akili wewe. Na iko kitu gani na hutaki kunielewa? Aliongea kwa hasira na kukaa chini. Ekene pamoja na Femi wakiwa wanacheza karata, na karata hizo ni kwamba mtu akishindwa anakunywa glasi ya bia. Baada ya Ekene kushindwa akanywa glasi moja, na huku akiwa anafurahi, na Femi akamweka pembeni akamwambia wewe ni wezi, utamaliza yote hiyo na ukalewa afu ukaniletea mimi shida wewe. Hii yenyewe nishaizoea hii. Ila rafiki yangu ya hatari. Yaani umetembea na Sophie, ukatembea na Foye. Na akakwambia kwani kuna siri? Hakuna siri yoyote. Subiri niendelee kuchanga karata. Hakuna siri yoyote, ila kwamba mimi nilishaathirika kitambo. Mimi mwenyewe mbona nimeshaathirika kitambo.
Mwanangu bwana, hii sasa changamoto. Kwa hiyo sasa bado tukifanana atamsika mwenzake. Ndio hivyo hivyo atakayetangulia. Huku tunamuona Ekene na tunamuona Weki akiwa na mama yake anambembeleza mama yake, mama kwani kuna shida gani? Kwani huyu nikiendelea naye eti Bikoyo, mimi sina kipingamizi kwa sababu mimi mwenyewe baba namuweza. Basi mama tunaona yeye mwenyewe babake anamuweza. Ndio hivyo, mimi sitaki chochote, ninachotaka aondoke. Iko ndo ninachokitaka mimi. Sitaki akae hapa. Na nikiwaona tena tutagombana. Mnasikia? Hii akiwa anashangaa na kumwangalia mama yake, Bikoyo akanyanyuka na kuondoka. Weki akamwangalia sana Bikoyo anavyoondoka. Mama, kwa nini hivyo wewe unanifuatilia katika mahusiano yangu? Na mimi nimeshakuwa, nahitaji niwe na girlfriend. Akamwangalia Bikoyo anavyoondoka na bila wasi na bila kingine, kumbe na mlinzi alikuwa tayari ameshakuja kumchukua moja kwa moja. Na huku tunamuona Ekene pamoja na Femi wakiwa wanaangalia, Leki hii sasa hii tukifa bora atangulie mmoja, na mimi naona bora utangulie wewe tu, ili na mimi nianze kuwafaidi wote, shemeji pamoja na mwenza wake. Iko ndo nachofikiria. Kwa nini tusiangalie maisha? Kwa nini tusiangalie maisha? Sipi nifikirie. Ila mimi nakusisitizia inabidi tupunguze, kwa sababu tutambukiza. Kweli lakini baba, huo mziki sio mwingine. Si unajua tena sisi wazee Maravidavi na hivyo tumeshapotea, lakini na wewe upunguze hasira. Basi katika mazungumzo yao ukawa anazungumza huku na kule, na tunamuona Sophie akiwa anachukua mkoba wake na kuangalia nani ambaye anapiga simu, huku simu yake ikiwa inaita kwa fujo. Kwa kuangalia ni Malaika. Akapokea na kuangalia, niambie shosti, kuna nini tena? Ndugu yangu nilipeleka hospitalini. Kwa nini? Kuna jambo gani? Hadi upeleka hospitalini? Nilimeza vidonge vya kutoa mimba na bahati mbaya na nimepeleka hospitalini, kwa hiyo mimba haijatoka. Mimba imetoka na hivi nimegombana sana na boyfriend wangu. Na wewe na wewe mwangalifu, wanaume gani hao wakuwa nao? Mwanaume mbabe kama nini? Hilo ndo lilotokea. Basi usijali shoga yangu, mimi nakuja hapo kwa sababu nipo chuo huku. Nakuja mimi mwenyewe nipo chuo. Kumbe upo chuo? Basi haina shida, upo pale pale tunapokaaga. Basi mimi nakuja hapo. Tutakuja tutazungumza vizuri zaidi. Akakata simu Malaika na kutulia, huku akiwa anafikiria kutokana na kitendo alichokifanya. Huku upande wa pili tunamuona Princess pamoja na Tony wakiwa wanazungumza. Sasa inakuaje? Mimi muda huu natakiwa naondoke kwa sababu dada alishapiga simu na anahitaji kuja kunichukua. Kwa hiyo hapa inabidi niondoke. Kwa hiyo unaniacha peke yangu. Ndio hivyo tutawasiliana. Tuwasiliane. Wewe utaniambia nini? Mimi naondoka na dada muda wote anakuja. Na hivyo acha mimi niende. Tony akatulia na kuangalia na kujienzi. Kitu gani kilichotokea? Na kujuzia kumbe Sophie alishafika na kumwangalia. Niambie, yuko wapi dogo? Nahitaji mniambie, yuko wapi dogo? Ila naenda, baadaye nitarudi nimkute hapo. Tuone akaona huu sasa ushakuwa mtihani. Huku kumbe Sophie alikuja kwanza katika Photoshop na kupiga picha na kuwekwa makeup ili kwamba apige picha za kutosha. Mahala Toby anapiga simu na kupokea na akakata. Baada ya kupokea, Toby akatulia, akaona vipi, huku akiwa anaendelea kupiga picha tu na starehe yake. Ikawa mara Solomon anapiga simu na kupokea na kuongea kwa kujiachia sana, kwa kuamini kwamba yeye ndiyo boy ambaye anampenda, na maisha yake yakabaki kwa hayo, huku anapiga picha za kutosha tu za kumbukumbu na kutabasamu, huku Toby akiwa ametulia na kupiga mahesabu. Sijui nimpigie tena, lakini tunamuona Foye akiwa radio anaendelea kutangaza kipindi chake ambacho kinapendwa na watu wengi sana, na yeye mwenyewe akiwa anajiachia sana katika microphone na kuanza kuwauliza maswali baadhi ya mashabiki. Anaweza kuuliza swali.
Huyo ni mtangazaji machachari, yani kama Kuwaso, huyu ndiye ana hustle vizuri sana huyu mwanamke. Huku tunamuona Femi akiwa amekaa anasikitika na kufikiria hivi kwa nini huyu jamaa analeta ujinga huo. Lakini huku Ekene alikuwa ameshafika kwa Foye na kuanza kusimama kwa upole zaidi. Foye akiwa bize na radio, yani kupresenti, kwa sababu yeye yuko bize sana. Asubuhi na mchana yupo katika radio, usiku anakuwa katika DJ, yani DJ Night Club. Akatoa microphone na kwambia haya, nakusikiliza wewe, ndo chanzo kila kitu, unatuchanganya mimi na Sophie. Usijali, nimekuletea zawadi baby, nimekuletea zawadi, usijali, hizi hapa hizi. Foya akamwangalia kwa hasira na kutabasamu. Zawadi hizo za nini? Za nini? Baada ya kuniambukiza? Amna, sijakuambukiza baby, ila tu ni changamoto umetokea, na mimi nakuomba kuwa makini, na pia Femi hakupendi kabisa. Akamsikiliza, mimi ndo nakupenda zaidi. Femi hana mpango na wewe, ndio maana nimechukua nafasi yake. Na kumwangalia tu Foye akamwangalia, yani kitu kikubwa hiko. Foye akamcheka akamwambia, haya, mimi namjua yupi sahihi na yupi si sahihi. Naweza ukaenda. Akachukua mikrofoni, akaweka, na Ekene akapumua na kuondoka. Lakini Foye akabaki tu kujishika kichwa. Mbona siwaelewi hawa? Huku tunamuona Malaika pamoja na Sophie wakielezeana, kwa nini sasa umechukua jukumu hilo na bado mwanafunzi? Kwani hujatumia kinga? Hadi unakuja unashika ujauzito, unatakiwa uwe unatumia kinga, japokuwa ni boyfriend ambaye unampenda. Kwa nini sasa unaona hadi kakupa ujauzito? Ndio maana siku zile nilikuangalia mkono, mambo siku zile achana nayo. Basi wakawa wanazungumzia na changamoto ambayo wamepitia. Huku tunamuona Toby pamoja na David wakikaa wanajiuliza, sasa ndugu yangu, wewe unafanya nini haswa? Na unaleta habari gani? Unatembea na girlfriend wangu Sophie. Akarudi tena na kuwakuta na kuwauliza, mnamjadili tu mdogo wangu. Wote wakastuka na kuangalia mlangoni. Tena Sophie, yani unasikia mwanangu, sasa hivi sijui tutafanya nini na Sophie kumbe Sophie anakuja. Sasa wewe rafiki yangu unafanya nini? Angalia na dirisha inaiona kabisa. Kwa hiyo jana umelala naye na Sophie umesema anakuja, kwa hiyo aliwakuta. Wanashangaa Sophie alivyosikia, kumbe mnapokezana tu mdogo wangu, yani mnamfanya kama mpira, yani wewe akitoka kwako anaingia kwake, huku Weki akiwa yuko bize anajirekodi na kufanya mazoezi. Mama, nipo unafanya mazoezi usiku huu au unataka kwenda klabu? Nakwambia fanya mpango zima, nenda ukalale. Mama, hadi kulala pia tunapigiana nani mipaka? Mimi sinipa, basi nimekupa uhuru, unaweza ukafanya lolote. Mama asante, cha kwanza kabisa nitamleta Bikoyo, mimi nasema yes. Yani sibi nimpige simu, haya nyinyi niambieni mpuzi mwenzenu uko wapi? Mara huyo anakuja baada ya kumwona dada yake. Akatulia tu na kuangalia. Haya, fanya haraka, kusanya kila kitu, ondoka. Yani unakaa hapa wanaume wote wa kwako, hivi mtoto una akili gani? Tia. Haya, chukua kila kitu chako, usikiache hata kimoja. Unaelewana? Usikiache hata kimoja. Wewe beba na uondoke. Na sitaki unanyanyuka nini? Hebu kaa chini hapo. Haya, beba. Twende. Kwanza leo sitaki kuona hapa. Ni wapuzi nini? Aliwaangalia kwa hasira na kuondoka na mdogo wake ambaye ni Princess. Huko amebaki Toby pamoja na David. Wewe ndio sababu mimi ni wewe. Unaropoka hujui nani anayekuja, na unajua kabisa dada yake anakujaga hapa. Huku Weki akiwa na mama yake wakisaini baadhi ya mkataba, na huku akiwa anafikiria anafanya kazi za shule, na huku anasaini mikataba. Mama, leo umenifurahisha sana, acha nifurahi basi, haina shida. Hapo akaamua tu amwekee tiki mwanaye na kumwambia basi usijali, na kumpa ruksa kutokana na ubishi wake. Akaamua tu awe mpole naye Weki ikibidi awe mpole. Mezani tunamuona
Malaika akiwa na boyfriend wake, lakini boyfriend wake akiwa na hasira kupita maelezo kutokana na changamoto iliyotokea. Alikuwa ameshapiga mahesabu ya kupata mtoto, lakini Malaika ameitoa mahesabu hayo kwa kumeza vidonge na kutoa ujauzito. Sasa wewe ungefariki ingekuwaje? Na walimu wako wa chuo wangeniambiaje? Na ukiacha chuo tu, ndugu zako pia wangenichukuliaje mimi, kwamba mimi naishi na wewe na bado wewe unataka kujiua, unataka uniweke kwenye matatizo. Malaika akainua kichwa na kumwangalia na kumsikiliza. Usijali, ila nilikuwa nakutania tu na itabidi nijirekebishe. Kumbe ukali wangu ndio unasababisha nikupoteze na uchukue changamoto. Sitaki nikuone ukiwa unahuzunika, sitaki nikuone ukiwa upo kwenye mauchungu. Na nitafurahi sana na wanaendelea kula wakiwa kwenye meza moja. Malaika hakuongea chochote zaidi ya kumwangalia tu. Huyu mtu vipi huyu? Yaani anajiuliza tu, lakini jamaa yeye anaendelea kula. Huku upande wa pili tunapoona Weki akiendelea kuwasiliana na Bikoyo na kutabasamu. Bikoyo akamuona, vipi, nakupa kitu kimoja na kuhesabu 1, 3, 2, 1. Unauona mkataba huu mama alionipa ni usaini katika ofisi yake? Na huku tunamuona pia yupo na dada yake Sophie wakiwa wamelala na kuona hii sasa ishakuwa subiri nijipendekeze hapa kwa dada. Dada, ujue mimi nakupenda sana. Kwanza dadangu una msimamo, na kumwangalia then akamkumbatia. Hebu niache huko. Nimekwambia niache, sitaki. Mtoto gani hujithamini? Niache. Kwa nini hujithamini? Sasa dada, si ilikuwa bahati mbaya. Bahati mbaya na wanaume wote wawili, kila mmoja analala naye kwa upande kwa wakati wake. Na basi huku tunamuona Malaika amelala, boyfriend wake amefika sasa na kuanza kuvua nguo ili naye apande kitandani na kumuhendo mkewe. Usisahau kulike, kusubscribe pia na kushare. Na kama una tamthilia nyingine unahitaji tuwekee maneno, utuambie na utuandikie katika comment hapo. Na ukihitaji group la WhatsApp lipo pia, tutawekea link.